Kitabu kile cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 4, Yesu anamwambia Shetani, kwa maana imeandikwa, mtu hatoishi kwa mkate tu, bali ni kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Hapa tunajifunza kwamba kinachomfanya mwanadamu aishi na aendelee kuishi sio kwa sababu anakula tu. Pale kuna neno limeandikwa tu, lile tu lina maana kwamba ni kweli chakula ni sehemu ya sababu inayomfanya mwanadamu aishi, lakini sio chakula tu ndo kinamfanya mwanadamu aishi. Japo kuna kitu kingine kinachomfanya mwanadamu aishi, ni ambacho ni neno la Mungu. Maana yake nini? Unaweza ukala, lakini kama Mungu atasema kufa, utakufa. Unaweza ukawa umeshiba, lakini neno litakalotoka kwenye kinywa cha Bwana likisema hautaishi, hauwezi kuishi. Ndio maana unaona wanaokufa ni wale ambao wamekula na kushiba, lakini wanakufa. Kinachofanya uishi sio kwa sababu unakula unashiba, sio kwa sababu chakula ndio kinakufanya uishi, bali ni kwa sababu Mungu amesema uishi. Mungu akisema utaishi, hata kama hautakula utaishi. Mungu akisema utakufa, hata kama utatibiwa kwenye mahospitali makubwa vipi, lakini Mungu akisema mwisho wa kuishi kwako umefika, hauwezi kuishi, utakufa, kwa sababu neno lililotoka kwenye kinywa cha Bwana ni utakufa. Kwa hiyo utakufa, haijalishi itakuwaje. Lakini Mungu akisema utaishi, haijalishi itakuwaje, hata kama hautatumia dawa, hata kama hauna uwezo wa kwenda kwenye mahospitali makubwa ya kimataifa, lakini utaishi. Lakini Bwana akisema utakufa, haijalishi utaenda India, haijalishi utaenda China, haijalishi utaenda wapi. Na ndio maana wapo matajiri ambao walipoumwa walienda nje ya nchi, wakaenda kwenye mahospitali makubwa ya kimataifa, na wengine walikuwa na madaktari wao walikuwa wanawatibu, lakini Mungu aliposema kuishi kwako kumefika mwisho, walikufa. Kwa kinachokufanya uishi sio kwa sababu unapela, sio kwa sababu unakula na kushiba, ni kwa sababu Mungu amesema utaishi.